Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe tena na tena. Mungu ametupa neema tena na nafasi nzuri katikati ya usiku huu wa leo, ili tuendelee kujifunza ujumbe wa neno la Mungu. Nami nawakaribisha wasikilizaji wote ambao umekuwa waaminifu kufuatilia ujumbe wetu siku baada ya siku. Biblia inasema si vyema nafsi ya mtu ikakosa maarifa, na Biblia inasema pia kupata maarifa ni moja ya kumcha Bwana. Leo nakuja na ujumbe wenye kichwa cha somo kinachosema maisha ya msafiri ndani ya wito na kusudi. Maisha ya msafiri ndani ya wito na kusudi. Maisha ya msafiri ndani ya wito na kusudi. Nimepewa msukumo na Roho wa Mungu kusema haya kwa sababu ya aina ya maisha ambayo tumekuwa tukiishi sisi ambao tunasadikika ya kwamba tunamcha Mungu. Kwa namna ambavyo tunaenenda tukiamini ni sawa, lakini kumbe si sawa. Maisha ya msafiri ndani ya wito na kusudi. Msafiri mtu asiye na makao ya kudumu kabla hajafika makaoni pake. Natoa ufafanuzi na tafsiri tena, narudia sentensi hii. Msafiri ni mtu asiye na makao ya kudumu kabla hajafika makaoni pake. Ni kwamba msafiri yeyote anayesafiri hatakiwi kujitengenezea makao mahali ya kudumu, kwa kuwa yeye ni msafiri anayetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kristo Yesu wakati anaifanya kazi yake ya kulihubiri neno na anatimiza wokovu kwa mauti ya msalaba, alifanya kazi yake kwa muda wa miaka 2 kama sikosei kwenye hesabu za kumbukumbu ya vitabu. Hakuna kitu ambacho aliacha kama kumbukumbu ambacho watu wanakilisi, ambacho kinashikika kwa mikono, aiza nyumba, aiza gari, aiza nini. Hakuna alichoacha ambacho kinashikika, na wala hakujibidisha kwa hayo, japo kile alichopenda kukipata alikipata. Lakini kwa nini hakujibidisha kutengeneza vitu hivyo? Ni kwa sababu ni msafiri aliyekuja kwa mission maalum na anatimiza, na sasa anarudi tena kwenye makao yake ya kudumu. Na katikati ya kuhubiri kwake neno la Mungu alikuwa akisisitiza mara kwa mara kwa kusema yafuatayo, kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Akasema msifikiri mle nini, mnywe nini, mvae nini, kwa maana hayo hata mataifa, au kwa lugha rahisi ya sasa, hata wasiomjua Mungu nao utaabika kuyatafuta hayo. Lakini nyinyi utafuteni kwanza ufalme wa Mungu pamoja na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa, maana Baba yenu anajua ya kwamba mnahitaji hayo. Sasa kumekuwa na wimbi kubwa la watumishi wa Mungu wasiojua nini cha kufanya, wasiojua kusudi la wito wao, wasiojua jinsi gani ya kuenenda kwenye ulimwengu wa sasa. Na imezaniwa na kusadikika ya kwamba swala la wokovu ni kitu fulani ambako mtu anaokoka ili apate kitu. Na wameenda mbali zaidi watu kwa sasa, anaamua kuokoka ili biashara yake iende. Anakubali kuokoka ili ndoa yake ikae vizuri. Anakubali kuokoka ili elimu yake iende vizuri. Wokovu ni zaidi ya elimu, wokovu ni zaidi ya biashara, wokovu ni zaidi ya kazi, wokovu ni zaidi ya pesa, wokovu ni zaidi ya kila ambacho tunajua ya kwamba tunakihitaji wanadamu. Wokovu ni zaidi ya hicho kitu. Wokovu ni zaidi ya hicho kitu.
Kwa sababu kama tunaokoka ni tuwe na pesa, maanake wenye pesa tunawazuia wasiokoke, maana wao wana fedha. Kama tunaokoka kwa ajili ya kupata magari, maana yake wasio na magari wasiokoke, maanake hakuna umuhimu wa wokovu. Maanake tunatangaza kwamba wokovu ni wa maskini, tajiri hahitaji kuokoka. Naongea na watu wa Mungu ambao tumepewa dhamana ya kuongea neno la Mungu katikati ya watu. Tumesahau kusudi la wito, tumesahau nini ambacho Mungu kilimsukuma akatuita kwenye nafasi ya utume. Hakutuita tuwahubiri watu wafanikiwe, tuwahubiri watu wabarikiwe, tuwahubiri watu wapate fedha, wapate utajiri. Kubarikiwa, kufanikiwa ni matokeo baada ya huyu mtu kushika liloitiwa na Mungu, lakini sio kipaumbele, sio kitu cha kwanza. Sasa leo watu wamegeuka, wahubiri wamegeuka, wamechukulia kufanikiwa, wametangaza sana mafanikio kana kwamba ni kitu cha muhimu kuliko wokovu wenyewe, wokovu halisi. Na kwa sababu hayo wameapa nafasi, kwa nafasi kubwa wamesahau kuambia watu kuhusu kwa habari ya kuacha maisha ya dhambi. Lakini kiini kikubwa cha wokovu ilikuwa ni kuwafanya watu kutoka kwenye maovu kuingia kwenye utakatifu, kuwafanya watu kutoka kwenye dhambi waishi maisha ambayo Kristo Yesu amekusudia. Hatukuitwa tuingie kwenye wokovu tuwahubiri watu wapate fedha. Najaribu kuongea na wewe mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikia ujumbe huu. Wewe ni msafiri, mimi na wewe ni wasafiri. Msafiri hana makao ya kudumu kabla hajafika makaoni pake. Tunako mahali ambako tunakwenda, Mungu amekusudia. Yesu Kristo anaitenda kazi yake, anaitimisha kazi yake. Ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa kwanza, anasema, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Nasema nami nakwenda kuwaandalia makao, kisha nitarudi kuwachukua niwakaribishe. Nakwenda kuwaandalia makao. Maana yake Mungu anatujulisha ya kwamba Kristo Yesu ameenda kutuandalia makao. Kwa nini anatumia neno anaenda kutuandalia? Maana yake sisi hatukuwa na makao kule mbinguni, anaenda kutuandalia. Kusudi la Mungu kabla ya uasi kuingia ulimwenguni, Mungu alimkusudia mwanadamu aishi milele yote katika uso wa dunia. Kifo hakikukuwepo. Kifo ni badala ya uasi, na Mungu alikuwa amekusudia kila mwanadamu aishi kwenye uso wa dunia hii. Lakini baada ya mwanadamu kuingia kwenye uasi, Mungu akatengeneza mfumo mwingine unaoitwa wokovu. Sasa huu wokovu ndio unaotutengenezea mazingira kwamba ni lazima tutengwe na dunia hii yenye uovu, dunia hii yenye uasi. Tumeachwa kwa sasa hivi ili tuwafanye wengine waovu kuwa kama sisi tulivyo, ili Kristo anaporudi tuondoke nao. Yesu hakutuokoa tukae hapa duniani tudumu. Hakutuokoa tujenge majumba, tuwe na mali, tuwe na utajiri. Na sisemi usijenge, na sisemi usiwe tajiri, lakini ujue tunaanza na nini na tunafuata na nini. Utajiri ni ziada. Tusiache kitu cha muhimu tukageukia utajiri. Wewe ni msafiri. Mtu anapokuwa katika safari hawezi kujibidisha na mambo mengi yasiyo na msingi, yasiyoweza kusaidia wala kuokoa. Tasoma kitabu hichi ambacho kinaweza kawa mwongozo mzuri wa kutusaidia. Kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wake wa 14. Filipi 3:14. Unisaidie Roho Mtakatifu kunena na kusanyiko hili, kunena na mataifa haya. Kitabu cha Wafilipi sura ya 3 na ule mstari wake wa 14, nitasoma kama Biblia inavyosema. Anasema, zaidi ya hayo yote
Jifikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Hii amenena katika Wakolosai, lakini pointi yangu nitaka tuone katika Wafilipi. Turudi kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 14. Wafilipi 3:14, sikia Biblia inavyosema. Anasema nakaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo, na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Lakini hapo tulipofika, na tuenende katika hilo. Paulo alikuwa anasema anakaza mwendo kwa lugha nyepesi ya sasa, ili aifikie ile medali. Nini maana ya medali kwa lugha rahisi? Aiendee ile taji au ile thawabu ya wito aliyoitiwa. Anakaza mwendo. Petro akasema, fahamuni ya kwamba mko duniani kama wasafiri, kama wapitaji. Mambo yampasayo msafiri. Nini kinakupasa msafiri? Takusomea haya mambo ujue nini kinakupasa kama msafiri, au msafiri anapaswa kuishi maisha gani. Yampasa msafiri awepo ndani ya kituo ambacho ni wito wa wokovu. Msafiri wa kawaida anayetoka eneo moja kwenda eneo fulani, anayesafiri kutoka mkoa huu kwenda mkoa fulani, hawezi kusafiri bila kuwa kwenye kituo. Na ili uwe miongoni mwa wasafiri wanaokwenda mbinguni, ni lazima uwe kwenye kituo. Kwa lugha rahisi, hawezi kusema unaenda Dodoma halafu kaenda kukaa kwenye kituo kinachosafirisha watu kwenda Tanga. Hawezi kusema una safari ya kwenda Mtwara halafu umekaa nyumbani unasubiria basi likufuate nyumbani. Maanake msafiri hutoka mahali alipo, hukaa kwenye kituo akingoja usafiri. Nini maana ya mfano huu kwa wakati wa sasa kwa maisha ya kiroho? Ni kwamba msafiri ni lazima awe na kanisa halisi. Kanisa ni kituo ambacho Mungu ameweka, ambacho yatupaswa tukutane katika kituo hicho. Lakini walio wengi wameacha kitu hichi cha muhimu sana. Mwingine anakuambia niko busy na kazi, mchungaji, na majukumu mengi. Mungu mwenyewe anaona tu, Mungu mwenyewe anajua.